Papa Francisco alikuwa ni mtu ambaye alipenda amani, mtetezi wa wanyonge, na mtu ambaye alikuwa hana ubaguzi wala rangi wala jinsia. Kwa taifa na dunia kwa pamoja kupoteza kitu muhimu. Ingawa tumeandikiwa katika vitabu vya dini kila nafsi itaonja mauti, na sisi ni Mwenyezi Mungu na sote tutarejea. Basi hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jambo hilo. Lakini kimsingi mmeona hata mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan, alitoa salamu zake za pole na za rambirambi kwa Baba Mtakatifu. Na ikumbuka alifanya ziara, akaenda nchini Roma, akakutana na Papa, na hata wakati anakwenda, mmoja wa wajumbe wake aliongoza nao Mheshimiwa Rais aliondoka na kijana ambaye ni mkazi wa hapa Shinyanga na ni muumini wa kanisa la Roma na ni kiongozi wa vijana wa kanisa la Roma hapa Tanzania. Kwa kimsingi mama rais wetu amepokea kwa masikitiko makubwa sana, na katibu mkuu leo umeona ametoa salamu za chama rasmi akimwongelea Papa Francisco kwa machungu makubwa sana. Kwa hiyo kikubwa nitoe pole. Of course kwa jambo la hili hilo ambalo linahusiana na Irani, wakati tunaingia katika mchakato wa uchaguzi mkuu, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kilikuwa na kitabu ambacho kinaitwa Ilani kufikia 2020 kuelekea 2025. Tuna kitabu kinaitwa Ilani ambacho kimebeba mambo mbalimbali ambayo tunataraji kwenda kuyafanya kwa wananchi watakapotuchagua kwa kipindi hicho cha mwaka 2025, ambacho kimsingi wananchi wakiwa wakisoma ile ilani na kujua sera zilizomo mle ndani ndizo zilizowavutia na kuwa na imani chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwamba kitakwenda kufanya kazi kubwa. Na ilani ile iko na karatasi kama ni pepa 303 ambazo kimesheheni kweli kweli mambo mazito, ambayo utakutana na mambo ya miundombinu kwa maana mabarabara, utakutana na mambo ya sekta ya nishati, sekta ya madini, kilimo, uvuvi, sekta ya maji, afya, elimu na mambo mengine chungu nzima. Kwa hiyo kila mahali paliguswa. Katika mambo yale ya utekelezaji wa ilani kwa 99% mambo mengi yameguswa na yamefanyika kwa kiwango kikubwa sana, ambao kimsingi leo tuko hapa kwa ajili ya kueleza mambo yaliyofanyika makubwa ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, lakini pia kwa taifa zima kwa ujumla la Tanzania. Najua wananchi wa mkoa wa Shinyanga kiukweli tuko na changamoto kubwa sana ya usafirishaji wa njia ya anga, kwa maana uwanja wa ndege. Hapa Shinyanga tuna uwanja wa Ibadakuli ambao ule uwanja ulikuwa ni uwanja wa vumbi. Ukiangalia viwanja vyote vya ndege 90% ni viwanja vya rami, lakini Shinyanga kwa uwanja wetu ni wa vumbi kabisa na ulikuwa haufai na ulifungiwa. Kwa hiyo ukitaka kusafiri mkazi wa Shinyanga kwa njia ya ndege, ilikuwa inalazimika ukimbie kwenda Mwanza au uende kwenye uwanja mdogo wa Kahama ambao uko pale Buzwagi, ambao ulikuwa ni uwanja wa Mgodi, baadaye umekabidhishwa serikalini. Lakini mama yetu Samia Suluhu Hassan, moja ya mambo aliyoahidi ni katika usafirishaji wa anga. Viko viwanja vingi nchini vimejengwa vya ndege, ikiwa ni pamoja na kiwanja chetu cha Ibadakuli ambacho ni kiwanja kizuri cha kisasa. Ukifika pale ni sawa sawa na viwanja vya kimataifa kabisa, ambacho kimegharimu zaidi ya bilioni 50 katika kutengeneza uwanja ule wa ndege, ambao kwa sasa ukifika umeshatandaziwa rami wote, na barabara hata ile kutokea kwenye barabara kubwa main road, ukipita pale tu ukiangalia mkono wako wa kushoto ni lami kwenda paka uwanjani. Lakini limejengwa jengo kubwa sana la kisasa la abiria kwa ajili ya kupokea pale. Kwa ule uwanja kimsingi ni faida kwa watu wa Shinyanga, na ilikuwa ni moja ya ahadi kwa wananchi wa Shinyanga kwamba tuwajengea uwanja wa ndege, na mama Samia Suluhu Hassan ametimiza jambo hilo kwa 100%. Na ukiangalia katika mkoa huu wa Shinyanga ni wafugaji sana wa mambo ya mifugo mbalimbali kama mbuzi, kondoo, ng'ombe. Liko soko kubwa sana la nyama katika nchi za Falme za Kiarabu, ambao ukiangalia Shinyanga kwetu ni fursa kwa wafugaji. Na hapa tumeshajengewa machinjio safi kabisa na nzuri na bora ya kimataifa, ni hazi zote. Lakini sasa ukichinja pale huwezi kusafirisha ile nyama kupeleka katika hizo Falme za Kiarabu. Kupeleka paka Mwanza mara nyingi lazima ifike mboga ile imeharibika. Lakini kwa kusogezewa sasa ule uwanja, maana yake wakazi wa Shinyanga sasa katika masuala ya kibiashara ya kupeleka mboga katika Falme za Kiarabu yatakuwa ni utelezi tu. Sasa ni kuteleza kufikisha hapa na kufikisha, na utatengeneza fedha nyingi ambao watakwenda kuboresha maisha yao kwa kujenga majumba,
kuanzisha vitu vya kibiashara. Kwa uchumi wa wakazi wa watu wa Shinyanga utakwenda kupaa kwa faida ya uwanja huo wa ndege. Lakini iko changamoto ya watu wetu kwenda kupata huduma za kiafya. Mtu ameandikiwa kwenda kupata hospitali labda ya Muhimbili, kitakaposhindana katika hospitali ya rufaa iliyopo hapa Shinyanga, ile huduma kumsafirisha mgonjwa sasa hakuna haja kumpeleka mpaka Mwanza kahangaika na barabara, ni kumsogeza hapo katika uwanja wetu wa Ibadakuli, anapata usafiri na kwenda kupata matibabu bila kuhangaika. Lakini iko jambo lingine la kibiashara. Maana yake biashara kwa unda Dar es Salaam unafuata mzigo wako ni kugusa tu, ni mwendo wa kwenda na kurudi, hakuna tena ile hangaika. Kwa katika swala uwanja wa ndege, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa 100% ameweza kuwagusa wakazi wa Shinyanga. Ukienda kwa mfano kipengele cha swala zima la afya, mama yetu Samia Suluhu Hassan amegusa kwa 100% katika swala zima la afya, ambako kimsingi nafikiri tutaelezea kama nilivyosema, lakini pia amegusa kwa 100% katika swala zima la kumtua mwanamama ndoo kichwani katika sekta ya maji. Maji kiukweli watu wakazi wa Shinyanga mama amewatua ndoo kichwani kweli kweli. Na kwa wanaume nafikiri tumetuliwa rubega. Tulikuwa tunabeba maji mabegani, unaweka dumu huku na huku dumu, tunaita rubega, tumetuliwa rubega. Lakini kama haitoshi, katika sekta ya nishati mama Samia nako amegusa kwa 100%. Lakini kama haitoshi, iko sekta ya kilimo, tumeona mama alivyogusa kwa 100% kwa kugawa matrekta, pembejeo na kadhalika, nako amegusa kwa 100%. Kimsingi ukienda kwenye miundombinu ya mabarabara, madaraja, nako mama amepiga kazi kubwa kweli. Lakini kama haitoshi, upande wa madini huko nako usiseme, mama huko nao wamefanya jambo kubwa sana. Kwa hiyo kimsingi kila sekta imeguswa kwa 100% na nyingine 80% mpaka 99. Kwa hiyo kiukweli kazi kubwa imefanyika kwa kazi wa Shinyanga. Serikali yoyote inatokana na chama. Ndio maana unaona kuna vyama vingine rafiki vinatroti huku na huku kwa lengo la kupata hiyo serikali. Na serikali inapatikana kwenye mfumo wa uchaguzi. Kwa hiyo serikali haigombei ila chama kinachogombea. Chama kitakachogombea kimesimamisha wagombea wake, wale watakaochaguliwa ndio wanakwenda kuwa viongozi wa serikali. Na serikali inasimamiwa na chama chake. Kwa hiyo serikali iliyopo ni serikali ya Chama cha Mapinduzi na inasimamiwa na Chama cha Mapinduzi. Na hata rais aliyopo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, ndiye mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo chama ndicho kwenye serikali, lakini pia serikali ndio inaajiri sasa watendaji mbalimbali na inateua watumishi watendaji mbalimbali. Kwa mfano wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wanateuliwa na Mheshimiwa Rais baada ya kuchaguliwa. Lakini wako waajiriwa wengine kama mbalimbali ambao kama wakuu wa idara hao ambao wanaajiriwa, walimu, madaktari, wanesi, au wanapata ajira kupitia kwenye serikali hiyo. Kwa hiyo chama ndicho kwenye serikali. Kwa hiyo CCM kwa sasa ndiyo yenye serikali. Na haya mambo yanatekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Katika sekta ya nishati mama amefanya kazi kubwa sana. Ukienda kuzunguka katika maeneo mengi, tunavyo vijiji vingi sasa katika mkoa wa Shinyanga kwa 99% leo hivi vimepata nishati ya umeme. Wananchi sasa hivi wanawasha taa majumbani kwao. Ile changamoto ya kwenda kusaga unga kwa umbali mrefu imekuwa ni ndoto. Zamani walikuwa kituma watoto wetu, hata sisi tukikua unaambiwa ndege center kwenda kusaga unga. Leo hii ukienda tu watu 2-3 wanakutana na mashine kwa sababu umeme upo, anakwenda kusaga unga. Hii ajira kwa vijana kwa maana kuchomelea mageti, kuchomelea milango. Leo katika center watoto wamepata ajira. Wamejifunza kuchomelea kwa sababu ya nishati ya umeme umeshasambaa. Lakini kama haitoshi, mama yetu Samia Suluhu Hassan katika mkoa huu wa Shinyanga, ukienda pale Ngunga, Kishapu, huko mradi mkubwa sana wa umeme wa jua ambao utakwenda kutengeneza megawati 150. Mradi ule ambao unagharimu bilioni 300 za fedha za Kitanzania. Mama Samia Suluhu Hassan ameenda kuanzisha mradi ule mkubwa ili umeme ule uende ukaongeza katika megawati za nchi hii. Megawati 150 nyingi sana. Kwa hiyo ni kuona jinsi gani mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan ameboresha sekta hii ya nishati. Lakini huko mradi mmoja mkubwa sana ambao ulikuwa ni bwawa la Mwalimu Nyerere. Mradi ule uliasisiwa na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akaona ndoto ya kuzalisha umeme huu katika mradi ule.
Viongozi wengine wengi wakapita wakiwa na ndoto hizo, lakini hawakuweza kufanya kutokana na bajeti zilizokuwepo. Alipoingia Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, akaenda kupita na ndoto za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akaanzisha mradi ule, naye akawa ameutengeneza kwa asilimia fulani. Mwenyezi Mungu akawa amemchukua, lakini asilimia zile hata nusu tu asilimia ilikuwa hujafika. Mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan akaenda kunyanyuka na pale akasema, Samia Magufuli anasema, haikuwa kusema na kauli yake kusema hapa kazi tu. Mama yetu Samia Suluhu Hassan akasema kazi iendelee. Kwa hiyo mama akaenda kuendeleza alipokuwa ameishia Dr. John Pombe Magufuli. Leo ule mradi umekwisha kamilika. Kwa hiyo umeme tunaenda kupata mwingi ambao tutakwenda kuuza mpaka na nchi nyingine jirani kupitia umeme ambao tumepata hazina kubwa. Kwa hiyo mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan amegusa katika sekta ya nishati kwa 100%. Leo ule kataji wa umeme haupo tena, imekuwa ni ndoto. Nakumbuka zamani hata mashabiki wa mpira tu wameingia ukumbini kwa ajili kuangalia mpira kwenye vibanda umiza, baada ya dakika 2-3 umeme umekatika. Umeingia ndani, siku hizo wanaangalia mamuvu haya kutia kwenye ma TV mbalimbali, mara dakika 2 umeme umefanyaje? Umekatika. Mna kikao chenu fulani, umewasha mitambo yenu, microphone mnazungumza, dakika chache umeme umekatika. Baada ya dakika 3 umeme umekatika, mkawasha generator. Leo imekuwa ni ndoto. Kusikia umeme umekatika imekuwa ni ndoto. Kwa mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan ameboresha, lakini kama haitoshi, ilikuwepo changamoto kubwa sana ya nguzo hizi kwenda kuoza, hizi nguzo za barabarani. Mama ametengeneza nguzo nzuri, mkiziangalia zile ni za simenti, za zege, zile nguzo imara kabisa, zimemwagwa, zinapitishwa katika laini kubwa. Kwa mama yetu mpendwa katika sekta tu ya nishati kwa upande wa umeme amefanya kazi kubwa sana. Kwa 99% umeme umesambaa katika vijiji karibia vyote, na sasa hivi anakwenda kwenye vitongoji. Watu watakwenda kupata umeme tena kwa bei nzuri kabisa. Mkienda kuongelea wananchi ile kulalamika swala umeme imekuwa ni ndoto kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo unachokisema wananchi CCM hatuhitaji wananchi hamtudai, ila kimsingi sisi tunawadai wananchi. Mimi niboreshe kauli yako, sisi ndio tunawadai wananchi kwa kwenda kumchagua mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa aliyoyafanya, ikiwa pamoja na nishati. Leo ukienda viko vijiji vingi vilikuwa vijaunganishwa kwa barabara, lakini leo hivi vijiji vile vimefunguka, mabarabara yamechongwa. Yako maeneo ukienda sehemu inaitwa Isakajana kwenda kuungana mpaka na Isaka kuja mpaka Didia kwa upande wa Shinyanga vijijini, watu walikuwa wakipata changamoto ya barabara. Leo pale umetengenezwa barabara nzuri sana ya Mola ambayo inakimbilia kwenye kiwango cha lami. Watu wanateleza tu. Wenzetu wenye bodaboda ni kuteleza tu. Na vijiji vingine vingi ukifuatilia barabara zimefunguka. Ukienda Kishapu utakutana na barabara zilizochongwa. Karibia kila kata zimeunganishwa kwa barabara ambazo zimechongwa vizuri kwa kiwango safi kabisa. Ukienda Kahama, kwa mfano ukienda jimbo la Kahama mjini, pale zimetolewa fedha nyingi sana, mabilioni ya fedha kwa ajili ya mradi wa Old Bank kutengeneza barabara za pale Kahama mjini, na magrade yameshaanza kupita kuchonga, yako kwenye hatua ambazo zinaendelea. Nafikiri kufikia mwakani barabara zitakwenda kukamilika vizuri kwa kiwango cha lami za barabara za mjini. Ukienda barabara kutokea Kakola kwenda Kahama mjini, barabara ya kiwango cha lami zaidi ya bilioni 100, bilioni 101 zimetolewa pale na mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan kwenda kuweka kiwango cha lami. Na sasa hivi ninapokuambia Mtanzania na mwananchi wa mkoa wa Shinyanga, kupitia barabara hii unakutana na magreda yako site ya kichimba, unakuta barabara inachimbwa, inatengenezwa, vifusi vinamwagwa kwenda kuweka kiwango cha lami, ili wakazi wa Kahama mjini kwenda Kakola wao wanateleza kwa lami tu, ile adha ya mavumbi iwe ni historia. Lakini na barabara nyingine nyingi hapa kama Shinyanga mjini tu ziko barabara ziko ndani ya maspaiko zimeshachimbuka hapa katikati ya mji tu, lakini barabara zile zimekwanguliwa na kurudiwa kuwekewa kiwango cha lami. Ni mashahidi kwa wakazi wa Shinyanga. Na ziko barabara nyingine nyingi tu za mtaani huko zinachongwa na kupitisha, na ziko changamoto ndogo tu. Kwa mfano barabara kwenda Mwawaza ambao tunajua ni changamoto. Mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan alivyokuja makamo wa Rais Dr. Philipo Mpango alipokwenda kwenye hospitali ya rufaa ya Mwawaza, alikutana na changamoto ile, lakini mpaka sasa ninapokuambia fedha zimeshawekwa na mama, muda si mrefu magrade ataanza pale kuchimbua na kisha ataboreshwa barabara kutengenezwa vizuri katika kiwango cha lami. Kwa hiyo kimsingi kazi kubwa sana imefanyika ya barabara zilizopo ndani ya mkoa wa Shinyanga, lakini isitoshe pamoja na madaraja. Ukienda Ushetu yako madaraja yamejengwa zaidi ya bilioni 5. Madaraja makubwa, mazuri na ya kisasa ambao sasa zile adha za wananchi kupita, kwa mfano ukienda Uloa pale, ulikuwa ukipata changamoto sana kuvuka pale. Kizungukia mwananchi wa mkoa wa Shinyanga utaenda kujionea mwenyewe kwa macho, madaraja makubwa na ya kisasa yamejengwa pale. Ukienda Kishapu, barabara kwenda ile Kanawa
Kanawa, ukiingia Kanawa pale kwenye ile kata ya Ukenyenge, yako madaraja makubwa sana ya kisasa yamejengwa. Kimsingi kila mahali miundombinu imekwenda vizuri. Ile changamoto ya barabara kiukweli imekuwa ni historia katika mkoa wa Shinyanga. CCM hatuna cha kudaiwa, bali tunawadai wananchi katika uchaguzi wa mwaka 2025. Ukienda hata Kitangili hapo unajionea, ndani ya manispaa ya Shinyanga kuna madaraja makubwa yamejengwa na ya kisasa na barabara zimechongwa, zimefunguka. Hapo mnapoita Mahakama Mbuzi kwa nyuma yake tunaenda utakutana hivyo vitu. Na wananchi wapo kienda kuuliza, walikuwa na changamoto hata watoto wa shule kuvuka kwenda shuleni. Enzi kipindi cha mvua kwa kupata changamoto kubwa sana. Na of course madiwani na wabunge wale ni wawakilishi wananchi na wamechaguliwa kutokana na vyama, na hawa bunge na madiwani wametokana na Chama cha Mapinduzi. Wale sisi ndio wanatekeleza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Yale mambo hawatekelezi wenyewe, bali ni ya serikali imetekeleza kupitia Chama cha Mapinduzi. Wenyewe tumewatuma kama wawakilishi, fedha zinamwagwa na mama zinawafikia, wanafanya ile mambo. Kwa hiyo ni Chama cha Mapinduzi ndicho kimefanya, sio mtu, sio mbunge wala sio diwani. Ingawa mbunge ndio anajenga hoja zile za wananchi, diwani ndio anajenga hoja za wananchi, anapoenda kufanya mikutano na ziara, anasikiliza changamoto, anazibeba na kuziwakilisha kama ni bungeni au kwenye baraza la madiwani, ambapo sasa zinakwenda kufanywa kazi kwa kumwagwa fedha na miradi kutekeleza. Bila mbunge yule au diwani kwenda kuyasemea yale mambo hawezi kujileta. Kwa hiyo mbunge anaweza kasimama kwa mstari wa mimi nchi nimekifanya, lakini kimsingi kwa sababu amebeba maono ya wananchi na hoja na changamoto zilizonazo wananchi kwenda kuzifikisha mahali panapotakiwa kama ni bungeni, na waziri akaziona, mheshimiwa rais akazisikia, fedha zikamwagwa, miradi ikatekeleza. Lakini kilichotekeleza ni Chama cha Mapinduzi. Mbunge kwa sababu ni wa kwetu kakisaidia Chama cha Mapinduzi kuhakikisha mambo yanakwenda sawa kwa kusikiliza changamoto za wananchi na kuziwakilisha, kwa sababu yeye ndiye mwakilishi wa wananchi. Wala wananchi wote hawezi kwenda bungeni wala hawezi kwenda kwenye baraza la madiwani, wanao wawakilishi wao, na wawakilishi wao bora ni wao waliotokana na Chama cha Mapinduzi ambao walizibeba hayo mawazo yao na changamoto zao kuhakikisha zinakwenda kutekelezwa. Katika upande wa madini bado wananchi wa Shinyanga ni masikini. Labda sasa katika ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa inazungumza nini kuhusu wananchi ambao wanazunguka karibu na migodi ya madini waweze kunufaika na kuwaondoa katika hali walionayo? Lakini tuitazame sasa Shinyanga imenufaikaje na ilani hii, hasa kwa sababu maboresho yamefanyika mwaka 2017 kabla ya hii ilani. Naamini kwamba ilani ilizingatia hayo maboresho. Labda sasa nikirudi kwako, wananchi wa Shinyanga wakijitazama na kwenye utekelezaji wa ilani hii, kuna kitu wanakiona? Karibu sana. Sijui umenielewa sawa sawa. Nimekuelewa vizuri sana. Karibu sana. Kwanza nikushukuru kwa jambo zuri kabisa. Kiukweli katika mkoa wetu wa Shinyanga wananchi wengi kwa asilimia kubwa wanajishughulisha na uchimbaji mdogo mdogo wa madini katika mkoa wa Shinyanga. Sote tunakumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli alivyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wake wa rais alikuwa ni mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Walikutana Mama Samia pamoja na waziri wao akiwa Jafo katika kuzungumzia swala zima la Mwakitorio kama mnakumbuka. Pale Mwakitorio aliamua kufuta leseni ya mwekezaji mkubwa na kuamuru wachimbaji wadogo wadogo waachiwe waendelee kuchimba na kujinufaisha. Na hilo jambo lilifanyika. Lakini katika yale mambo Dr. Magufuli mshauri wake mkubwa ni makamu wa rais, na katika siku nyingi ukiangalia ile press walioifanya pale pembeni kwa Mama Samia, maana yake alimshauri baba, hao watoto wetu hawezi kufa njaa, akamshauri Magufuli, wakaamua kuachia watu wa Mwakitorio. Na mpaka leo hii Mama Samia ameingia madarakani kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo leo analiendeleza. Ukifika Mwakitorio, wachimbaji wadogo wadogo bado wanakuendelea kuchimba na wananufaika vizuri sana. Na Mwakitorio imekuwa kwa kasi kwa sababu ya wachimbaji wadogo wadogo. Na bado akaamua kuboresha zaidi pale. Ili sasa kwa sababu sisi wengi wachimbaji wadogo wadogo hatuna vifaa vya kuweza kuyachimba madini yaliyoko chini zaidi. Na chini zaidi kuna machimbo, kuna madini zaidi kule. Kwa wale wawekezaji wakubwa wenye mitambo wakiwa wazawa wakishirikiana na watu kutoka nje, ni ruksa kuchimba madini ya chini zaidi, lakini haya yako juu wachimbaji wadogo wadogo wanufaika nao waendelee kuchimba. Kwa huko chini anaweza kuchimba mchimbaji mkubwa, alafu juu akaendelea kuchimba mchimbaji mdogo. Mwakitorio mambo yanaendelea. Kwa hiyo wananchi, serikali hii ya awamu ya 6 mama yetu Samia Suluhu Hassan aliliona mama kupitia ilani yetu kwa kuajali wachimbaji wadogo wadogo. Lakini jambo zima la wananchi au vijiji vinavyozunguka katika migodi,
kwa mfano mgodi ulioko Mwadui. Mgodi huo Mwadui, mama yetu Samia Suluhu Hassan akiwa makamo wa rais alifanya ziara katika mkoa huu wa Shinyanga. Na katika ziara yake alikwenda Mwadui pale Kishapu kwenda kutembelea mgodi. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tuliongozana naye. Mama yetu Samia Suluhu Hassan aliwabana wawekezaji wale, wananchi hao wananufaika vipi na mgodi huu wa Mwadui. Yako baadhi ya mambo kikweli ilikuwa inaenda shagala bagala. Wananchi wanaambiwa wananufaika kwa kupewa kuni. Wananchi wananufaika kwa kupewa mifuko ya unga. Mama akasema hapana, haiwezekani. Lazima wananchi wanufaike kulingana na mali zilizopo chini. Hapo sasa fedha zikaanza kumwagwa. Wale watu wa Mwadui wakaanza kujenga mahospitali, watu wa Mwadui wakaanza kujenga mabarabara, wanaangalia changamoto zilizopo katika kijiji husika, je, tuwafanyie nini, na fedha zikaanza kutolewa kuanzia pale. Bilioni za fedha zikaanza kumwagika. Kwa wananchi, ukienda kuangalia vijiji vinavyozunguka mgodi wa Mwadui, utakuta hali kubwa walionufaika na mgodi ule kulingana na kipato wanachokipata. Ingawa kwa sasa uchimbaji wa almasi kupitia mgodi wa Mwadui ni kama vile uzalishaji umeshuka kutokana na bei ya soko la dunia la almasi kupungua. Kutokana na almasi zimeanza kutengenezwa, ziko za kutengenezwa chana hizi uhalisia za kuchimba chini. Kienda mataifa mengine yanatengeneza almasi na zinakuwa zinafanana na ubora ule kama almasi ya kawaida. Kwa hiyo ule uingizaji wa fedha nyingi umeshuka. Kwa hiyo ile fedha ambayo wananufaika na wananchi wanaozunguka imekuwa soko kiwango kikubwa kutokana na changamoto hiyo ya soko la almasi duniani. Lakini ukienda mgodi wa Bulyanhulu Kakola, mgodi ule viko vijiji 16 vinazunguka mgodi ule. Na vijiji vile vinanufaika na mgodi ule. Ukienda kwa mfano kata ya Bugalama pale wamejenga hospitali nzuri sana na mgodi ule wa Bulyanhulu. Lakini wamejengewa mashule. Ukiuta kuna shule iko pale imepigwa uzio na imejengwa shule nzuri kabisa na mgodi huo wa Kakola. Lakini kuna mabarabara yamechongwa yanayozunguka. Kwa hiyo kimsingi mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan anajua jinsi ya kuwapiga spana kuhakikisha wananchi hao wananufaika. Lakini kama haitoshi, huko mgodi mkubwa ulikuwepo hapo Kahama Buzwagi ambao kimsingi ulifungwa kulingana na teknolojia kwenda kuchimba zaidi pale, wale walifikia viwango vyao mwisho. Lakini ule mgodi umebaki kuwa manufaa ya wananchi na wa Tanzania, lakini pia wananchi wa maeneo ya Kahama. Pale sasa kwenda kutengenezwa vitu vikubwa sana. Kwenda kuchenjua madini yale ambayo kimsingi yanatoka katika maeneo yanayozunguka maeneo mbalimbali kuja kuchenjuliwa pale. Kwa wananchi kunawekwa mitambo au kunawekwa mitambo ya kuchenjua madini. Yes. Kwa kiwango kikubwa. Baada ya yale madini kwenda kupeleka kwenye nchi za wenzetu Ulaya huko, yataishia hapa kwenda kuchenjuliwa. Kwa hiyo yanachakatwa hapa kuyaongezea thamani maana yake. Yes. Sasa hiyo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi au ni mwekezaji tu ameamua? Ilani ya Chama cha Mapinduzi, na wamebanwa na serikali kufanya hivyo. Mama ameamua kujenga pia masoko ya madini makubwa na ya kisasa katika maeneo mbalimbali yaliyoko ndani ya mkoa huu wa Shinyanga, lakini Tanzania kwa ujumla. Hata ukienda Geita utakutana nao, kwa sababu tunazungumzia Shinyanga. Leo ukiangalia hapa Shinyanga, ukienda hapo mjini Shinyanga kuna soko kubwa tu la madini. Kwa hiyo mtu anakwenda kuuza pale bila kupunjwa. Kwa sababu zamani nikija mimi nakwambia almasi yako ina thamani ya milioni 5. Nitakupa milioni 5, lakini kumbe almasi ina thamani ya bilioni 2. Maana yake mwananchi alikuwa hawezi kunufaika. Serikali hii imesimamia vizuri. Inapimwa pale na kuonekana mmoja ina uwezo wa thamani ngapi anapata, lakini fedha nyingine ushuru ule wa serikali unaingia, ambao ushuru utaenda kutuletea madawa, utaenda kujenga barabara, utaenda kujenga mashule na kadhalika. Kwa hiyo wananchi wananufaika kupitia hayo masoko baada ya kuona wananchi walikuwa wakinyanyasika, wanapunjwa. Hiyo biashara ya mtukati tena haipo. Mtu anapata soko la uhakika kupitia serikali hii ya mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Tunalo zoezi la ugawaji wa kadi za elektroniki za Chama cha Mapinduzi. Zoezi hili kimsingi lilianza rasmi mwaka 2018 ambako chama hichi Chama cha Mapinduzi kiliondoka kwenye mfumo wa kizamani ule kwenda kwenye mfumo wa kisasa wa kielektroniki. Kwa kuna mambo mengi yakaboreshwa kwenda kisasa zaidi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kikaanza kuwasajili wanachama wake kwenye mfumo wa kielektroniki na zikaanza kutoka kadi za kielektroniki. Lakini liko zoezi ambalo lilifanyika la siku 10 za moto. Siku 10 zile za moto ambazo zilisajili wanachama wengi sana katika mkoa wetu wa Shinyanga na Tanzania kwa ujumla. Na katika mkoa wetu wa Shinyanga tulisajili zaidi, mpaka sasa tumesajili zaidi ya watu 500,000
ambayo ni sawasawa na 57% ya watu waliojiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, kwa sababu watu waliojiandikisha kwenye daftari la wapiga kura katika mkoa huu wa Shinyanga ni watu 1,22,000 na point huko. Ukiangalia katika asilimia hiyo ya watu hao, kwa watu waliojiandikisha kwenye daftari letu tuna mtaji tayari zaidi ya nusu. Na hiyo ambayo ni tishio ambayo limesababisha hata watu wa vyama rafiki kama Chadema kuamua kuingia mtini kwa kuogopa CCM ina hazina. Kimsingi kwa maboresho tu, bila kusahau maboresho yanafanyika mwezi huu wa 5 unaokuja. Tarehe 1 mpaka tarehe 7. Nitakuita baada ya maboresho kama wale mliosajili. Idadi itaendelea kuwa hiyo. Naamini itapaa. Sisi lengo letu tunataka twende kwenye 90%. Karibu kwa 90%. Kwa kimsingi kadi hizo za kielektroniki ni bora kabisa. Ukishika kadi ile hata ukikunja haivunjiki. Ni kadi ya kisasa ambayo ina mambo mengi ambayo huwezi kuona hata kwenye NIDA yamezidi. Huwezi kuona hata kwenye license ya driver. Hii inasema ni kadi bora Afrika, ni ya kwanza. Hakuna kadi ya mwanachama bora Afrika kama kadi ya Chama cha Mapinduzi. Ni bora kabisa. Pengine ubora wake una manufaa gani kwa mwanachama? Manufaa kwanza ni ambao anaweza katembea nayo akaweka kwenye wallet tu. Ile kadi ya mwanzo kama ulivyoniuliza mambo ilikuwa ni gamba kubwa, ile kadi kubwa fulani hivi ambao kilibeba inaweza ikakunjika au ikafanyaje ikaharibika. Lakini haka ni kadogo tu, kwenye ile wallet yako kuweka kadi hata za benki unaweza kuibeba mle ndani. Lakini kwa baadhi kuna huduma baadaye mwananchi ananufaika nazo, kwa mfano za kuingilia kwenye viwanja vya ndege huko. Mimi viwanja vya mpira. Iko sehemu unachanja hapo, unalipia tu, unaingia unaenda kuona mpira. Kwa kuna huduma nyingi, mpaka Mungu akisaidia tuenda hadi kwenye huduma za kibenki huko. Itakuwa hakuna haja ya kwenda na kadi yako kama ya benki. Unatumia ile tu huduma unakuwa umeunganishwa moja kwa moja. Kwa hiyo ni bora kabisa kuliko maelezo. Ni kadi nzuri, kwanza inakuvutia na haichakai. Ni kadi ambayo ni ya kiwango cha juu. Ukilinganisha na kadi za wenzetu wa upande wa pili, marafiki zetu wa Chadema. Umeshaziona, wangekuwepo tungewapa nafasi kuanza kulinganisha hapa. Kwa sababu nimesahau kuja nazo kwa sababu sisi tumewachukulia wale wengi wanarudi CCM, tunachukua kadi zao. Mtu anaporudi kwenye chama chetu cha Mapinduzi kutoka Chadema au chama kingine lazima tukabidhi kadi yake. Kwa hiyo tunazo. Ni kadi ambazo ni fake. Ni sawa na fedha, kuna fedha original na fake. Kama ni fedha tungesema fedha fake. Ni kadi fake kabisa. Walipoona sisi tumeanzisha huu mfumo wakaamua kuiga, kumbe wameiga, hawajajipanga. Wenyewe sisi tulianza 2018, wenyewe 2022 na wenyewe wakaenda kwenye zoezi hilo. Wakawa na CCM wanavuta wanachama kwa sababu ya kadi zao, na sisi tuende huko. Wakaiga kwa kukurupuka. Kwa hazina ubora wote. Ni fake, ni kama karatasi ile wanasema business card tu. Ile business card kama unaona ilivyo na ni mfumo huo. Haina mambo, sisi zina mambo chungu nzima mle ndani. Kwa hiyo kimsingi ni kadi nzuri, bora na za kisasa kabisa, ambazo zimebeba mambo mazuri. Na kadi hizi ndugu yangu zinaanza kutolewa. Wanachama waliosajiliwa kwenye mfumo ule wa 10 za moto, kadi zimeshafika na tumezipokea rasmi toka juzi. Ziko ndani ya mkoa wa Shinyanga na tumeanza kuzigawa. Na kwa ratiba tu kadi hizi tunaanza kuzigawa katika ofisi zetu za CCM za matawi katika mkoa huu wa Shinyanga, ambazo zitaanza tarehe 24 ya mwezi huu, mwezi wa 4 mpaka tarehe 7 ya mwezi wa 5. Ndio zoezi la kugawa kadi hizi zitakwenda kufungwa. Na kadi hizi wanazipata kwa makatibu wao wa CCM wa matawi maeneo rafiki. Hakuna haja ya kwenda wilayani au mkoani. Pale uliposajiliwa kwa katibu wako wa CCM wa tawi na mabalozi watakuwa pale, watashiriki kuzigawa hizi kadi kuhakikisha kila mmoja aliyesajiliwa aweze kupata kadi. Lakini kadi hiyo unaipataje? Lazima uende na kadi yako ya mpiga kura au uende na kadi ya kitambulisho chako cha uraia kwa maana ya NIDA. Unaenda nazo pale zote, vile kitambulisho kimoja wapo kati ya hivyo viwili. Ni nzuri zaidi kama ukiwa navyo vyote, pia unaweza kwenda navyo. Ukifika pale unaenda kuonesha kitambulisho kile na unaweza kupata kadi yako kabisa nzuri ya Chama cha Mapinduzi ya kuvutia, kadi ya rangi ya kijani, kadi ya rangi ya Mwenyezi Mungu. Sababu tunaamini rangi ya kijani rangi ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana unaona miti yote, majani karibia yote ni ya rangi ya kijani, rangi pendwa ambayo ilipendwa na Mwenyezi Mungu.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.